Na mtazamaji, hebu sasa tuangazie taarifa tofauti na hizo za Madaraka Day. Maelfu ya wakazi huko Nanyuki waliandamana hadi kwenye kambi ya kijeshi ya Laikipia wakipinga kuanzishwa kwa kituo cha karantini cha ugonjwa wa Ebola kwa raia wa Marekani. Wakiwa wamebeba bendera na kuimba wimbo wa taifa, waliandamana hadi eneo lililopendekezwa kwa ajili ya kituo hicho, wakiwa na ujumbe mmoja: kupinga kuanzishwa kwa kituo hicho huko Laikipia. Na jinsi mwanahabari wetu Teresa Mutai anavyotujuza, waandamanaji hao hata hivyo walizuiliwa kuingia katika kambi hiyo. Maelfu ya waandamanaji walikongamana katika barabara inayoelekea kwenye kambi ya kijeshi ya Laikipia huko Nanyuki kupinga kuanzishwa kwa kituo cha karantini cha wagonjwa wa Ebola kwa raia wa Marekani chini ya mkataba wa shilingi bilioni 1.7 na Marekani. Wakazi hao wakiwa wamebeba matawi ya miti waliingia barabarani wakilalamika kwa ghadhabu kuhusu pendekezo la ujenzi wa kituo hicho. Nao maafisa wa usalama wakiwemo wanajeshi walidumisha utulivu bila makabiliano yoyote. Wakazi hao wanahoji jinsi taifa linavyoweza kuruhusu ujenzi wa kituo hicho, wakielezea ugonjwa huo kuwa hatari zaidi, wakionyesha hofu kwa usalama wa umma. Malindegwa ambaye ni mwenyeji anasema pendekezo hilo liliafikiwa bila kuwahusisha wananchi. It is right at our doorstep, it is right in town. And from what we are seeing in the news about Ebola, how is it that the Americans say they don't want to touch this thing? They want to stay away from it. Yet we are the ones who think we are Wakanda, that we are going to step up and fight Ebola. Waandamanaji hao walishtumu serikali kwa kukosa kuwalinda Wakenya dhidi ya ugonjwa huo. Sisi watu wenye wanafanya hapa kwa peace, wenye wanafanya hapa kwa njeshi, they are our brothers, they are our sisters. Tunakaa na wao manyumbani. Wanakuja asubuhi, wanarudi jioni. Inawezekanaje tuletewa magonjwa kutoka mbali ikiwa ni sisi tu tutakuja wakumia kitu ya kwanza? So hiyo tumekataa na tumekataa na tumekataa. We are here at the Laikipia Air Base. We are protesting and we are peaceful protesters. We are protesting against Ebola quarantine which was placed at Laikipia Air Base. We want this quarantine out of Laikipia, out of Nanyuki. Matamshi yaliyoungwa mkono na viongozi wa eneo hilo. Maneno ya kuseta a quarantine center in Laikipia hatukubaliana na haya. Hatua hiyo imeibua wasiwasi miongoni mwa wananchi. We Kenyans can accept. We are seeing it also as political. If Ebola is in Congo, American government can build their facility there where it's near and they can get treated. The case that one incident happens to get out of Nanyuki or in any other area, knowing how popular Nanyuki is, it will mean we shall have a major disaster within the country. Mjadala huo unaangazia wasiwasi unaoongezeka kuhusu usalama na maandalizi ya afya ya umma. Mahakama Kuu ilisitisha kwa muda makubaliano yanayoruhusu Marekani kuanzisha kituo cha karantini cha Ebola kwa raia wa Marekani katika kambi ya kijeshi ya Laikipia. Uamuzi huo unazuia kuingia na karantini kwa watu walio katika hatari ya kuambukizwa ugonjwa wa Ebola hadi kesi inayopinga uhalali na uwazi wa makubaliano hayo itakapoamuliwa. Teresa Mutai, Darubini.